viongozi ambao wamesimamishwa Morogoro na Tanga na kanda zao na ngazi ya kanda. Kanuni za chama zimeweka utaratibu, kama kiongozi ana jambo juu ya kiongozi mwingine, anatakiwa awasilishe malalamiko kwa chama na ushahidi wake, alafu chama kichukue hatua kwenye vikao vya chama au awasilishe malalamiko kwenye vikao vya chama. Kwa hiyo kwenda kuzungumza na vyombo vya habari kuhusu madai yoyote yale yanamhusu kiongozi yoyote yale, yawe ya ukweli au ya uongo, ni kinyume na katiba ya Chadema na kanuni za Chadema na maadili ya Chadema. Kwa hiyo kazi husika huko zimechukua hatua kwa kadiri walivyochukua hatua. Kwa hiyo Bakari, kama kuna mtu ambaye hajaridhika na hatua ambazo zimechukuliwa na ngazi husika huko, na kwamba hawajafuata katiba au hawajafuata kanuni au hawajafuata utaratibu katika mchakato wa kuchukua hizo hatua, basi anayo haki ya kukata rufaa. Lakini rai yangu kwa ujumla kwa viongozi wa Chadema kote nchini ni kuwakumbusha viongozi wa chama, kama mtu ana jambo lolote, kupitia mkondo wa chama. Sasa kwa nini kwa kesi hizi hatua zimechukuliwa mapema? Sisemei hao makatibu wa kanda waliochukua hatua huko watasema wenyewe misingi ya kuchukua kwao hatua, lakini kwa nafasi ya mtendaji mkuu niwaambie tu kwamba kuna taarifa tulikuwa nazo kabla za uwepo wa watu ambao walikuwa wanazunguka kushawishi baadhi ya viongozi, na wengine wakakataa kufanya press conference za kusema hizo tuhuma kwa kupewa pesa, kwamba mtu anapewa milioni 2 kwa press conference ili akazungumze hayo. Sasa ukisha kuwa na madai hayo na tuliyapata kabla, alafu matukio yakatokea, na kabla yake kuna press conference ilifanywa na mtu ambaye sio kiongozi wa chama, katika hali ambayo inaonyesha kabisa kwamba kuna mpango unaendelea, hatua za kuchukua katika mazingira kama hayo zinakuwa za tofauti sana, kwa sababu hapo sasa hakuna nia njema ya kuzungumza mambo ya chama, ila kuna usaliti na kutumika kutaka kuchafua chama na viongozi wake, kwa mazingira hayo tu ya uwepo wa madai ya mipango na rushwa. Lakini kwa kuyasema hayo, niweke indhari mbili, kwa sababu katibu mkuu ndio ofisi ambayo inapokea rufaa zinapokuja. Sinasema hayo bila kuingilia hatua zozote ambazo mwanachama ataamua kukata rufaa na kujustify kile alichokifanya. Na nasema haya vile vile bila kuingilia uhuru wa wanachama na viongozi. Kama mtu ana malalamiko dhidi ya yoyote kwenye jambo lolote, afuate utaratibu wa kikatiba na kikanuni kwa kuwasilisha malalamiko rasmi kwa maandishi na ushahidi, na kwenda kupeleka hilo jambo kwenye vikao vya chama. Lakini umeuliza dimension moja kuhusiana na mwenyekiti Lissu wakati akiwa makamu mwenyekiti, kutoa tuhuma kuhusiana na ulichokiita madai ya ufisadi au fedha chafu ndani ya chama. Chama hiki katika kuchukua hatua au katika kufuatilia mambo, kwa kweli ofisi ya katibu mkuu, kwa sababu imepewa dhamana tu kwa niaba ya chama kufuatilia masuala mbalimbali, haibagui hadhi ya kiongozi. Kwa hiyo mambo mengine hatusemi kwa sababu ni ya ndani. Mwenyekiti Lissu wakati akiwa makamu mwenyekiti, naye alitakiwa kutoa maelezo kwenye kamati kuu kuhusiana na jambo hilo, na sasa yaliyojiri ndani ya kamati kuu na nini kiliamuliwa kwenye kamati kuu si wakati wake kuyazungumza hapa. Lakini nataka kuambia tu kwamba hatua kama hizi ambazo zinachukuliwa kwa wengine, sababu alikuwa ni kiongozi wa kitaifa, ofisi ya katibu mkuu ilifanya huo mchakato. Na nalisema hili ifahamike kwa kiongozi yoyote wa ngazi yoyote, kama akifanya jambo lolote likaonekana kwamba linakwenda au linadaiwa kwenda kinyume na
katiba au kanuni au maadili au itifaki ya chama, utaratibu wa kikatiba utafuatwa. Na sisi katiba yetu ina mikondo miwili ya kushughulikia mashauri mbalimbali. Na kanuni zetu na miongozo mbalimbali. Ina mkondo wa nidhamu. Unaweza kuamua kutumia mkondo wa nidhamu kwamba hapa kuna tuhuma za utovu wa maadili au kiukwaji wa maadili. Lakini vile vile kuna mkondo wa usuluhishi, upatanishi na katiba na kanuni. Katiba imetoa mamlaka ya kuundwa kwa mabaraza ya chama, na kanuni na miongozo imeweka baraza la wazee wa chama, na baraza la wazee la chama ndani yake kuna chombo kinachoitwa caucus ya wazee. Caucus ya wazee, wazee wachache ambao wanaonekana wanaweza kuingia kwenye caucus, ambao wanaweza wakawa washauri, wasuluhishi, wapatanishi yanapojitokeza baadhi ya mambo ambayo inaonekana kwamba hayana sababu ya kwenda kwa mkondo wa maadili au mkondo wa nidhamu, basi zinaanza hizo hatua za usuluhishi ambazo zinafanywa na baraza la wazee. Kwa hiyo nitumie fursa hii vile vile kutoa mwito kwa baraza la wazee nchi nzima, kwa sababu mwongozo tulishausisitiza kuanzia mwaka 2025 kuhakikisha ngazi zote za chama nchi nzima zina caucus za wazee, na caucus hizo zifanye kazi ya usuluhishi, zifanye kazi ya upatanishi, zifanye kazi ya ushauri, kwa sababu sio kila jambo linahitaji kwenda kwenye mkondo wa nidhamu, mkondo wa maadili. Maadili, nidhamu ni hatua ya mbele, kama mambo hayahitaji kwenda kwenye hatua hiyo kwa haraka. Lakini kama ni mambo yanahitaji kwenda kwa hatua hiyo kwa haraka, kutegemea na jambo, basi ngazi na mamlaka husika za kichama zinafanya maamuzi kwa mujibu wa katiba, maadili na itifaki ya chama. Ndugu yangu, umesema juu ya maelekezo ya katibu mkuu kutokutekelezwa au maelekezo ya chama kutokutekelezwa. Sina taarifa ya uwepo wa maelekezo ya katibu mkuu ya kwamba yamesimamisha kiongozi eneo fulani afu maelekezo hayo yakaacha kutekelezwa. Sina hiyo taarifa. Kwa hiyo kama kuna maelekezo mahali fulani yametolewa na ngazi fulani alafu hayakutekelezwa, basi ni vyema ukaiuliza hiyo ngazi, kwa nini maelekezo yenu mliotoa hayajatekelezwa, na kama kuna mtu atakuwa hajaridhika na hatua ambazo zimechukuliwa na ngazi fulani, basi utaratibu wetu wa katiba yetu uko bayana juu ya namna ya kukata rufaa na ngazi za kukata rufaa.